Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tumeona katika zile video mbili zilizopita. Mungu akubariki sana kwa wewe ambaye Roho Mtakatifu anaendelea kukufundisha kuhusu historia ya maisha yako ili uweze kuvuka. Sasa kuna jambo lingine hapa. Tunaona katika maandiko matakatifu tunasema Bwana Yesu Kristo wa Nazareth. Lakini huku tunaambiwa kwamba alizaliwa Bethlehem. Sasa hapa pia kuna siri kubwa. Haleluya. Tunaona pale katika Mathayo sura ya 2 ukisoma katika ule mstari wa 13 tunasema, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Huyu Yusufu Biblia inatuambia alikuwa ni mtu wa haki. Haleluya. Kwa ni mtu ambaye alikuwa ana haki ya Mungu, anafanya matendo ya Mungu, anaongozwa na Roho Mtakatifu, anaisikia sauti ya Mungu. Sasa anapokea haya maagizo. Mtoto kashazaliwa, yupo katika uchanga wake. Na wewe ndio katika Kristo. Unabidi ujiulize, yamkini una watoto wako, Mungu amesha kuonyesha hatima kubwa ya hao watoto. Huko mbeleni umebeba kusudi la Mungu. Sasa kama mzazi uongozwe na Roho Mtakatifu, huisikii sauti ya Mungu, huyu mzazi hajaokoka, kuna hatari kubwa ya kuweza kuleta uharibifu kwa mtoto, hata mauti. Unaona? Hii inatufundisha kwamba kipindi ambapo tumezaliwa katika uchanga wetu, wazazi wetu walikuwa wanapata maelekezo gani? Wapo tuseme sasa wazazi wetu au wewe au mimi nilikuwa katika Bethlehem, nimezaliwa pale. Yupo kiongozi anatafuta kuniua au kukuua wewe. Inategemea na huyu mzazi. Wewe kipindi hiko hujui chochote, upo katika mikono ya wazazi wako. Sasa inategemea wazazi wako walikuwa katika hali gani ya rohoni. Kama walikuwa wameokoka na msikiza Roho Mtakatifu, basi ni neema kubwa. Lakini kama walikuwa hawajaokoka, na maisha kuna sauti zingine, roho chafu zinawaongoza. Hizi roho chafu zitazuia wao kutoka katika Bethlehemu. Pale pale mzazi anakaa, inakuwa ni ngome. Yaani hiyo Bethlehemu inakuwa ni ngome imekuzunguka. Ni eneo ambapo umezaliwa, lakini hapo hapo ndipo kuna mauti itatokea. Na ndio maana kuna watu hadi leo hii au wanaona ndoto, wanaona maono, wapo maeneo waliozaliwa, yani wapo Bethlehem kwa lugha nyingine. Na kati hiyo Bethlehem walitakiwa watoke. Ni Mungu alishakusudia kwamba waende Nazareth. Kama unanielewa ndio katika Kristo. Huko ndipo kwenye kusudi lako. Huko ndipo Mungu anasema ili neno litimie, na maisha alipanga huyu Bwana Yesu atoke aende huko Nazareth. Huko ndipo atakapoishi maisha yake na kusudi la Mungu litatimika huko. Na ndio maana anaitwa Bwana Yesu Kristo wa Nazareth, sio wa Bethlehem, kwa sababu huko Nazareth ndio Mungu alikusudia. Mungu alikusudia ukae wapi? Alienda nchi ya Israeli, ukisoma huko mbele. Baadaye wanatoka Misri, sasa wanarudi kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu nchi ya Israeli. Lakini hapo hapo wanazuiliwa wasirudi kule. Herode kafa, kabaki mtoto wake. Daudi anampa maelekezo Suleiman kabla hajafa kwamba kumbuka huyu na huyu walifanya kitu fulani, usiwasahau. Yaani watendee vile inavyostahili. Na huyu inaweza ikawa huyu mtoto alishajua au Herode mwenyewe alimwambia kwamba kuna huyu mtoto tulimtafuta bado hatujampata. Anatamka maneno au kuna vitu alisema, au yeye mwenyewe mtoto kuna yale maneno yanasambaa kwamba kuna kipindi mtoto fulani alitafutwa hakupatikana. Sasa akirudi huyu mshughulikie. Kwa hiyo lile eneo la Bethlehem kuna mauti pale imetegeshwa kwako wewe mtoto. Sasa wazazi wetu walikuwa hawana ufahamu, wapo katika vifungo. Kwa hiyo unakuta ameshazungushiwa ngome. Hutakufa mwilini, lakini rohoni vitu vyako vinakufa. Umekuwa mpaka mtu mzima uko pale. Haleluya. Yaani unajiona rohoni, mwilini unaweza kuwa umetoka, lakini rohoni uhalisia wa jambo lako lipo rohoni. Unajiona bado uko pale. Kuna kitu cha kufanya ili utoke. Yaani kama umeona umetoka mwilini hilo eneo, lazima rohoni lithibitike kwamba kweli umetoka. Na ndio maana kuna watu unakuta ulimwengu wa mwili ameacha vitu fulani kabisa. Anasema hivi vitu si vyakula fulani nimeacha, lakini ulimwengu wa roho bado anakula. Mavazi fulani kaacha, lakini ulimwengu wa roho bado mavazi yapo. Shida ni nini? Kuna misingi huku ulimwengu wa roho haijakaa sawa. Inabidi ifanywe kazi. Sasa mzazi wako alikaa pale, alitakiwa aongozwe na Roho Mtakatifu kama alivyoongozwa Yusufu. Atoke ile eneo kwa sababu hapo hakuna kusudi lako, hapo kuna uharibifu. Shetani ndio kaeka kiti chake. Hata Ibrahim aliambiwa toka kwa baba zako ndipo Mungu atakapokubariki. Kwa hiyo kuna wakati wewe mwenyewe mkubwa kabisa Mungu anakushuhudia. Wazazi walifanya mistake, lakini sasa umekuwa mkubwa. Mungu anataka sasa kusema na wewe, na ndio maana kuokoka, kumpokea Roho Mtakatifu ni muhimu sana, kwa sababu kuna maelekezo ya binafsi utapokea wewe kama wewe. Haleluya. Kwa hiyo huyu Ibrahimu anatuashiria vile vile kwamba mtu kisha kuwa mkubwa, ukiongozwa na Mungu, kuna vitu atakwambia, kuna baraka. Yaani Mungu anaachilia baraka, anakuongeza, lakini sasa yule sehemu uliokaa imekuwa ni ngome, ni kizuizi, na itathibitika hii. Wewe unaona watu wengine wanasonga mbele. Unaenda kanisani, watu wanabarikiwa, wanapiga tu, lakini wewe bado vile vitu havidhihiriki. Kwa sababu gani? Huku ulimwengu wa roho upo Bethlehem, haujaenda Nazareth bado.
Yamkini wewe unaitwa kwa mfano Eunice. Eunice sio Eunice wa Bethlehem, ni Eunice wa Nazareth. Sasa wewe umebaki na lile jina. Yaani lile jina linakamilishwa. Jina lile kusudi lake linakamilishwa na mahali ulipo. Mungu alishakusudia ukae pale. Kwa unabaki kuwa fulani wa Bethlehem. Kusudi lako pale halipo. Yaani upo kinyume na mpango wa Mungu. Kwa hiyo hata baraka utakuja kuziona, hata mafanikio utakuja kuyaona. Wale tu ambao wapo katika mpango wa Mungu ndio watakaofanikiwa. Wale ambao wako Nazareth ndio watakaofanikiwa. Mchungaji, yaani hapa nilipo sisongi mbele kwenye wokovu, nashindwa kuishi maisha ya utakatifu. Yaani kuna mafundisho kwa nasikia kinashindwa kupiga hatua. Ninajaribu na move kidogo lakini nakuja kurudi hatua nyingi nyuma. Sasa ndugu katika Kristo, unaweza kukutana na mchungaji wa mshahara. Mungu akusaidie sana. Huyo mchungaji anajali shekeli tu, anakuambia hapa ninavyoona unatakiwa utume sadaka ya kujimaliza. Utatuma hiyo sadaka, yani utaendelea kumalizika wewe na karama na huduma, unaenda kufungamanishwa na madhabahu za giza. Ndugu katika Kristo, wengi wamekwama hapa. Wewe mwenyewe jichunguze, kuna mandoto unayaona, upo huko ulipozaliwa, huko kuna nini? Ndipo huko Yesu aliambiwa atoke. Yule Yusufu aliambiwa atoke amtoe Yesu na mama yake. Sasa wewe huko kule, sisi naye tunamfuata Yesu. Kama yaya yameandikwa, ili na sisi tujifunze hivi, na sisi tuko Bethlehemu au tuko Nazareti? Hilo jibu utakuwa nalo wewe mwenyewe. Inamaanisha kama hawa wazazi walibaki pale, ngome ikajengewa, unakuta yani uko katika hiyo nyumba tu, hutoki. Upo katika huo mji wa Bethlehemu, hutoki. Huko mwilini umeshatoka, lakini rohoni bado uko pale. Inamaanisha kuna toba ya kufanya hapo. Bwana Yesu, nisamee na tubu kwa ajili ya wazazi wangu. Hawakuongozwa na Roho Mtakatifu, walikuwa wameongozwa na mizimu. Hata mimi ikapelekea kukoseshwa, nikabaki katika ile eneo la Bethlehem. Ona sasa mauti imekuja 1, 2, 3. Huduma inakufa, karama inakufa, rohoni huku mambo yanakufa kwa sababu niko Bethlehem. Ninaomba rehema na toba. Ninaomba Bwana unitoe, nataka nitoke, niende Nazareti. Lakini umekoseshwa kwa makosa ya wazazi. Yamepatilizwa. Kwa mwisho wa siku unakuta yani uko katika ile ngome, tuko katika kale kamji ka Bethlehemu tu. Yule mtoto Herode kashakufa, lakini wale watoto wake wanaendelea tu kumaliza mauti kwa sababu hapo hakuna ulinzi wa Mungu. Ulinzi wa Mungu upo Nazareti. Anasema ili neno lile litimie kwamba ataitwa Mnazorayo. Mungu katika Kristo, Mungu akusaidie sana. Ataitwa Mnazorayo. Sio Bethlehem, ataitwa Mnazorayo. Mungu alikusudia na alikuwa anapewa hizi jumbe au maelekezo kutoka mbinguni. Kuna toba inahitajika kufanyika hapa. Kisha Mungu sasa anaachilia rehema zake, anakutoa wewe na uzao wako. Bwana Yesu Kristo akubariki sana.